Katika hatua muhimu ya kidiplomasia inayoashiria ongezeko la juhudi za kimataifa kutafuta utulivu katika ukanda wa Gaza, Rais wa Urusi Bwana Vladimir Putin na Waziri Mkuu wa Israeli anayefahamika kama Benjamin Netanyahu wamefanya mazungumzo ya simu yaliyogusia masuala mapana kuhusu usalama wa Mashariki ya Kati, ambapo mazungumzo hayo yalifanyika siku ya Jumamosi, muda mfupi kabla ya Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa kupiga kura muhimu kuhusu pendekezo la kupeleka walinda amani kwenye eneo la Gaza ambalo limekumbwa na machafuko makubwa kwa miezi kadhaa. Kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na Kremlin, yani ikulu ya Urusi, imesema mazungumzo hayo yalikuwa ya kina na yalijumuisha mabadilishano ya maoni kuhusu hali ya Mashariki ya Kati, hususan maendeleo ya hivi karibuni katika ukanda wa Gaza. Pia mazungumzo hayo yalifanyika katika muktadha wa kuimarisha makubaliano ya kusitisha mapigano pamoja na taratibu za kubadilishana wafungwa kati ya pande hizo. Na kwa mujibu wa taarifa hiyo, Putin na Netanyahu walijadili pia masuala mengine ya kimkakati yanayogusa eneo hilo, ikiwemo mpango wa nyuklia wa Iran na mwelekeo mpya wa mzozo wa Syria. Kwa kipindi kirefu sasa, Gaza imeendelea kuwa kitovu cha mizozo kati ya Israeli na makundi ya wapiganaji ya Palestina, hususan Hamas, ambako mapigano yaliyoshika kasi miezi ya karibuni yamesababisha maelfu ya vifo, uharibifu mkubwa wa miundombinu na kuzorotesha zaidi hali ya kibinadamu katika eneo hilo. Ndiyo sababu kamati ya usalama wa Umoja wa Mataifa imekuwa ikitafuta suluhisho la kudumu litakalohakikisha utulivu wa muda mrefu katika upande wa Mashariki ya Kati. Katika mazungumzo hayo, Putin alisisitiza umuhimu wa kuzingatia mikakati ya kimataifa ambayo itahakikisha si tu kusitishwa kwa mapigano, bali pia kuwekwa kwa msingi wa amani ya kudumu, ambako Urusi imekuwa ikisisitiza mara kwa mara kuwa suluhisho la mzozo wa Gaza lazima lijikite kwenye misingi ya haki, uhuru na kuheshimu haki za watu wa Palestina. Ofisi ya Waziri Mkuu Netanyahu kupitia taarifa fupi iliyotolewa mara baada ya mazungumzo hayo imethibitisha mazungumzo baina ya viongozi hao wawili na kueleza tu kwamba yamegusia masuala ya kikanda, ijapokuwa taarifa hiyo haikuwa na maelezo ya kina kama Kremlin imethibitisha hatua hiyo ya kidiplomasia kuwa sehemu ya jitihada za kimataifa kuangalia mustakabali wa usalama wa Israeli na eneo zima la Mashariki ya Kati. Marekani imekuwa mstari wa mbele kusukuma ajenda ya kupelekwa kwa kikosi cha kimataifa cha utulivu International Stabilization Force ISF katika ukanda wa Gaza, ambapo rasimu iliyosambazwa mapema mwezi huu inapendekeza kupelekwa kwa ISF kwa kipindi cha angalau miaka miwili ili kusimamia maeneo muhimu na kuweka mazingira ya utulivu itakayowezesha mazungumzo ya kina ya kisiasa. Rasimu hiyo pia inatoa mapendekezo ya kuanzishwa kwa bodi ya amani, Peace Board, itakayokuwa chombo cha mpito kusimamia masuala ya utawala na uratibu katika eneo hilo. Kikosi hiki cha kimataifa kinatarajiwa kujumuisha wanajeshi kutoka mataifa mbalimbali ambayo hayapo kwenye mgogoro na kinatarajiwa kufanya kazi kwa karibu na mashirika ya Umoja wa Mataifa na wadau wengine wa kimataifa. Licha ya nia hiyo ya Marekani, baadhi ya nchi ikiwemo Urusi zimeeleza wasiwasi kuhusu namna kikosi hicho kitakavyosimamiwa na jinsi mamlaka yake yatakavyotekelezwa. Katika ishara ya nadra ya Umoja wa Kiarabu, mataifa 8 yaliyo na ushawishi mkubwa katika Mashariki ya Kati, yani Misri, Saudi Arabia, Qatar, Umoja wa Falme za Kiarabu, Jordan, Turkey, yani Uturuki, Pakistani na Indonesia, yalitoa taarifa pamoja siku ya Ijumaa ya kuunga mkono rasimu ya Marekani. Pia taarifa hiyo ilisisitiza umuhimu wa hatua ya kimataifa katika kulinda raia wa Gaza na kuweka misingi ya kuanza upya kwa mazungumzo ya kisiasa. Kwa upande mwingine, kuungwa mkono kwa rasimu ya Marekani na mataifa hayo kunachukuliwa pia kama ishara ya msimamo wa pamoja wa Kiarabu kutaka kupunguza mvutano wa kuhimiza utulivu wa kikanda. Hata hivyo, bado kumekuwa na maswali kuhusu kama ISF itakuwa na uwezo wa kutekeleza majukumu yake katika mazingira ambayo bado ni hatarishi. Urusi kupitia ujumbe wake katika Umoja wa Mataifa iliwasilisha rasimu badala ambayo inatofautiana pakubwa na ile ya Marekani. Rasimu ya Urusi inapendekeza ya kwamba Katibu Mkuu wa Umoja wa Mataifa apewe jukumu la kuandaa chaguzi za kutekeleza mpango wa amani uliopendekezwa hapo awali na Rais Donald Trump, unaojulikana kama mpango wa karne.
Ujumbe wa Urusi ulikosoa vikali rasimu ya Marekani kwa kile kilichokiita kukosa vifaa vya usimamizi na udhibiti juu ya kikosi cha kimataifa cha utulivu. Kwa mujibu wa Moscow, rasimu ya Marekani haizungumzii kwa uwazi kuhusu suluhisho la mataifa mawili ambalo Urusi imekuwa ikilisisitiza kama njia pekee ya kufikia amani ya kudumu kati ya Israeli na Palestina. Urusi imekuwa ikitoa wito wa mbinu sawa na jumuishi ambayo inahusisha wadau wote muhimu na kuweka mezani mapendekezo ambayo yanazingatia maslahi ya pande zote. Pia kwa mujibu wa ujumbe wa Urusi, hatua yoyote ya kutuma kikosi cha kimataifa huko Gaza lazima iwe na mfumo wazi wa uwajibikaji na usimamizi wa kimataifa. Rasimu zote mbili, ya Marekani na ya Urusi, zinatarajiwa kupigiwa kura na Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa siku ya kesho Jumatatu, Novemba 17. Hii inaifanya wiki hii kuwa moja muhimu zaidi katika juhudi za kimataifa za kutafuta ufumbuzi mgogoro wa Gaza. Matokeo ya kura hiyo yanatarajiwa kuonyesha mgawanyiko wa kimataifa kuhusu namna bora ya kushughulikia mgogoro huo, lakini pia yanaweza kuashiria mwanzo wa mabadiliko katika ushirikiano wa kidiplomasia wa kimataifa, ambapo ikiwa moja rasimu itaidhinishwa, itaweka msingi wa hatua mpya itakayobadili kabisa mienendo ya usalama na siasa katika upande wa Gaza. Kwa sasa macho yote yameelekezwa New York, ambapo wajumbe 15 wa Baraza la Usalama, wakiwemo wanachama 5 wa kudumu, wataamua mustakabali wa mapendekezo hayo mawili muhimu. Nchi nyingi pia bado zinapima ushawishi wa kila rasimu, faida zake na athari zake kwa usalama wa kikanda.